Tanzania ni tunda, Tanzania ni tunu, Afrika kwa ujumla ni tunda, ni dhahabu. Amani iliyoko Afrika, amani iliyoko Tanzania hasatan inatakiwa ilindwe kwa thamani yoyote, kwa sababu rais wa Tanzania anayebadili akifa tunabadilisha, tunaweka mwingine. Hebu nipe badili ya amani ni nini? Yani viongozi wote unaosikia Tanzania, kuanzia rais, makamu wa rais, sijui waziri mkuu na mawaziri wote wanao badili yao, lakini hatuna badili ya amani. Kwa hiyo amani ni tunu ya Watanzania, ni lazima tuilinde. Hilo la kwanza. Lakini la pili, amani lazima iende na uadilifu na usawa. Lazima iwe na uadilifu na usawa ili kuilinda ile amani. Hatuwezi kusema amani iwepo tu wakati sisi sio waadilifu, sisi sio wa kweli, sisi ni madhalimu. Kwa hiyo hili lazima lizingatiwe. Chachu ya amani ni uadilifu. Chachu ya amani ni utendaji wa kazi mzuri uliotukuka. Chachu ya amani ni watu kuwa na amani kwenye mioyo yao. Ikiwa saa zote tutatishana, mali zetu tutatishiwa, watoto wetu watatishiwa, itakuwa amani haipo. Hilo la kwanza. La pili, sasa hivi Tanzania tumetoka kwenye uchaguzi mkuu wa rais mwaka jana Oktoba, lakini katika chaguzi zote mwaka jana tukapata tatizo la machafuko. Machafuko yalikuwa kidogo katika baadhi ya miji. Hatuwezi kukaa miaka yote tusikosane. Dhana ya kukosana ni dhana ipo hata katika dini, lakini nini tunachokifanya baada ya mimi na wewe kutokuelewana? Yani sasa hivi kuna sintofahamu imeshatokea, nini cha kufanya? Cha kwanza kabisa ni lazima tuzingatie msingi wa Utanzania. Msingi wa Utanzania, okay, mimi nishakosea, nini cha kufanya? Tukae mezani tuzungumze amani yetu, usalama wetu, watoto wetu, nini tufanye kwa ajili ya taifa la kesho. Oktoba 29 ni gumzo sasa hivi, ambao Mheshimiwa Rais aliunda tume, ikatoa tume, maoni ya tume yametolewa. Pamoja na yote yaliyosemwa kwenye mitandao na rais alichokizungumza juzi na tume yenyewe, lakini sisi lazima tukubaliane kwamba sisi tunaye kiongozi tuliomchagua wenyewe ambaye ni rais. Mimi niwaelekeze washauri wa rais, maoni yangu ni yaelekeze kwa washauri wa rais. Rais ni mtu mmoja, hawezi kuwa anaweza kujua kila kitu kinachotembea Tanzania, kila kitu kinachofanyika Tanzania. Kazi kubwa iko kwa wale wanaomletea ripoti. Wamletee ripoti rais yenye uhalisia na ukweli. Ni rais aambiwe ukweli, hapa aliyekosea ni nani, aliyekosewa ni nani. Kama yupo aliyekosea ni kiongozi, awajibishwe. Rais hawezi kuwa kwamba akajua Ikulu kwamba kuna polisi fulani amekosea, anatakiwa apelekewe taarifa sahihi. Kwa hiyo washauri wa rais kwanza wampelekee taarifa za uhalisia na za ukweli. Hicho cha kwanza. Cha pili, ni lazima tuzingatie Tanzania tunaishi dini mbili, dini ya Waislamu na dini ya Wakristo. Yani jamii iko hivyo, huwezi kuibadilisha. Mimi kama Muislamu automatically nitatetea maslahi ya Waislamu, na wewe kama Mkristo automatically utatetea maslahi ya Wakristo. Mimi nasema kwanza tuweke maslahi ya Tanzania kwanza kabla ya Uislamu na Ukristo. Tukiweka maslahi ya Utanzania kwanza, tutaheshimiana kama Watanzania. Wewe utabaki na dini yako na mimi na dini yangu. Lakini ninachokiona Tanzania, kuna udini. Anapoingia rais Muislamu, Waislamu wanaona kama vile sisi sasa tutafaidika. Anapoingia rais Mkristo, Wakristo wanaona kama sasa sisi tutafaidika. Na hilo utaliona katika minendo ya Wakristo na minendo ya Waislamu. Hili mimi nadhani sio sahihi. Sio sahihi kwa sababu mimi ni Mtanzania kwanza kabla sijawa Muislamu, kabla sijawa Mkristo. Kwa hiyo lazima nitetee kwanza ile identity ya Utanzania.
Hilo la kwanza. Ni lazima nijue kwenye hii haki ambaye nilionayo ya kuishi kwa amani na salama, kama Mtanzania Muislamu, Mkristo pia ana haki hiyo hiyo ya kuishi kama Mtanzania, kama mwenyeji, yani sio mgeni. Tukiishi hivyo tutaenzi amani ya Tanzania. Kwa hiyo mimi ninachoishauri Tanzania na Watanzania na serikali ya Tanzania ifanye juhudi kubwa za kuhakikisha fikra ya udini haipo kwenye vichwa vya Watanzania. Vichwa vya Watanzania baadhi yao vina fikra za udini. Kwa hiyo serikali ihakikishe ifanye makongamano, masemina, iwahusishe wanadini, wasiokuwa na dini, iwahusishe isiwahusishe mashehe na mabadhi na mapasta pekee. Lala, iwahusishe wananchi kama wananchi, kwa sababu wananchi ndio wanaowasikiliza mashehe na mapadri. Pamoja na kuwahusisha viongozi wa dini, lala, isiwahusishe viongozi wa dini tu, ihusishe jamii. Yani yule Mkristo ambaye anayemsikiliza padri aelewe kwanza mimi ni Mtanzania kabla ya kuwa Mkristo. Yule Muislamu ambaye anamsikiliza shekhe msikitini aelewe kwamba mimi ni Mtanzania kabla ya kuwa Muislamu. Hii ndiyo dhana kamili. Na sisi katika Uislamu sisi tunaambiwa kila mtu ni ndugu yako, ima atakuwa ndugu yako katika imani, yani ni Muislamu mwenzako, au la ni Muislamu kwa ubinadamu, yani ni binadamu mwenzako, anasikia uchungu kama wewe, anasikia wivu kama wewe, anahitaji maendeleo kama wewe, watoto wake wanahitaji wasome kama wewe. Kwa hiyo ni Mtanzania, ana mahitaji kama wewe. Sisi kama Watanzania, Waislamu na Wakristo, tuna haki ya kujivunia Tanzania yetu yenye salama, yenye amani, yenye haki sawa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.